Bahani zito. Bahani zito sana. Maisani itupa challenge nyingi sana. Yaani mpaka watu leo hii wamepata nafasi ya kuweza kuiangalia. Wameenjoy, wamefurahi. Imetufanya sisi tuweze kusahau yale magumu yote ambayo tuliyapitia. Yote. Yaani hatujaamini kwamba yale magumu yote tuliyopitia ndio yametoa kitu hichi ambacho leo watu wanaenjoy. Mfano Sini ya Darajani ile ya kwanza kabisa. Hiyo tulipata ajali kweli. Sababu ile ilikuwa ni sini za msafara, alafu gari zote unaziona zile ni mpya, tumezitoa show. Zote zile unaziona zenye msafara ni mpya, tumezitoa show. Na sio gari za kitoto, mwenyewe umeziona. Na mwenye showroom alikuwa pembeni. Kicho tusaidia tu ni wa nyumbani, yani ni Mnyakyusa mwenzangu, yani bro nyumbani, onboard. Kwa dereva ambaye alikuwa anaendesha gari ya nyuma na ya kati. Kwa pale tunavyosema, kwa sababu sisi tutengeneza kwamba inatoka ukifika pale katikati ya daraja, kuna Trace ulimuona amesimama kwa mbele kuzuia msafara. Kwa zile breki sababisha huyu wa nyuma akasitoa akajisahau sio kufunga vizuri, akaenda kagonga ile nyuma. Kwa tukao tumeharibu gari hizi. Umeona pale kuna shoti moja unaona kama ile show ya mbele gari moja kama imeharibika hivi yote na hii gari ya mbele. Kwa hiyo ndo hasara ya kwanza. Alafu kwenye daraja tuna kibali cha siku hii moja. Na daraja na sini ni ya usiku, na tulipata na story tunaiandaa, tukasema tukiandika mchana darajani itatupa trick sana kwenye shoot. Kwa tunasema tuandike usiku utakuwa free, na usiku ni kuanzia saa 5 saa 6. Na kibali chetu kwa sasa mpaka saa 9 tu tumemaliza. Yani kutoka saa 5 mpaka saa 9. Na ukumbuke ile scene ni action. Na kushoot action sio kitu rahisi. Na muda mwingine sisi action fighting hata kama ni scene moja inatuchukua siku nzima kwenye kuishoot. So before tujaenda kushuti Sini ya Darajani, tulifanyia, yani tuenda kufanya location scout kwenye daraja, tukaichora, tutashuti hivi, tutafanya hivi. Kwa sini hapa hadi hapa tutatumia muda huu kutokana na muda tuliopewa. Kwa tulikuwa tushatengeneza kila kitu kutokana na muda. Kwa ndani ya masaa tu tumemaliza sini yetu, japokuwa ni ngumu. Fresh. Kwa ile ajali itufanya tukavuruga ile ratiba nzima. Kwa nijikuta ule mvuta mwenye magari atakisema magari yake aendelee kushuti. Na sisi ndo kwanza magari yametoka huko yamekimbizana kama mapigike, ndo amefika katikati ya daraja. Kwa pale katikati ya daraja akisimama ndo scene yetu inaanza. Conversation kama ulivyoona pale Jigu akiongea na Kigogo na nini, ndo scene nzima sana zile sio magari kukimbizana. Na mwenye magari anakuambia magari yangu yamepata ajali na ni hapa sitaki kuendelea. Na muda ni saa 8. Na saa 9 inabidi tukabidhi location tumalize. Na mimi ndo katika scene zote ile ndo niliweka scene ya mwisho kuishoot kwa sababu ilikuwa ina trick. Yani budget, yani siku ikimalizika mimi kesho sina kitu. Mwenye gari anatakiwa aondoke na mimi natakiwa nimalize fira. Na crew nilionao ni kubwa, ni pale darajani nyuma, yani crew ni watu kama 20. Kwa una watu kama wote. Na wengine hawajazoea vitu kama hivyo location. Unajua location inatokea vitu vingi, hawajazoea. Kwa crew nao wengine ni wale intern wanakuja kujifunza, kwa shavurugu. Kwa hiyo mimi natakiwa ni shoot niigize, mwenye magari anatuambia tutoke. Sasa mchezo ulikuwa kwa sababu yule hamna mtu anaweza kumtuliza zaidi yangu kwa sababu ni brother nyumbani. Na wengine wote hawamjui. Kwa director akiwa anashoot combo za Kigogo na familia yake wanaongea, hapa anasimama mtu mwingine kama mimi ili kuweza kuwasaidia wale washumu, huyu ndio Jigu. Mimi namtuliza mwenye gari. Huko tunaendelea kushoot. Ikitakiwa shot yangu, kwa hiyo AD wetu assistant director anaenda anamtuliza yule, mimi narudi kushoot. So imagine ni ukiwa unaigiza akili yako inatakiwa itulie, concentrate. Sasa imagine kwa unatoka kwenye pressure mtu afu ndo producer. Unajua mimi nimeigiza afu ni producer. Umetoka kwenye pressure kumtuliza mtu anataka magari yake yaondoke, unatakiwa uingie kwenye set uwe normal act. Ukimwangalia Jigu acting yake ni mtu aliyetulia. Yaani hana haraka kwenye kuongea, yaani anajiamini kwamba Jigu. So hata kama anaongea, I'm talking. Sasa imagine utoke kwenye ile pressure. Afu uje hapa uwe normal. Nikimaliza tena shot director ananiambia shot ya huyu, nikimbia tena kule nimtulize. Director naye aje kula akiona nimekaa muda mrefu aje anichomoe. Twende huku. Director naye atukanane na yule kwa sababu yule akaanza kumind, wewe anamwambia director, wewe ndio umesema action hadi magari yangu yamegongana. Kwa director aanze kugombana naye. Mimi nirudi pale niende nimchukue director tuje tu shoot. So utengenezaji wa Maisani ulikuwa na changamoto nyingi. Na sisi selling point yetu tulikuwa tunatamani, yani movie nzima akili yetu nyingi tuliweka kwenye Sini ya Darajani kwa sababu ndio scene ambayo tulikuwa naamini ni trick kwetu, ni ngeni. Kwa hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tulipitia katika